wakasema bwana tutaezua bati juu. Wakapanda juu ya nyumba wakaezua bati juu. Walipoezua wakaanza kumshusha mgonjwa yuko mahututi sana. Wakati anashuka hawezi kuongea, wakati anashuka hana imani. Baadaye Yesu alipoangalia juu, akaangalia imani ya wabebaji, mgonjwa akapona. Mimi nakwambia hata usipoamini, Mungu atakutumia kukuondoa kwenye mauti kwa jina la Yesu. Hata usipokuwa umeona kwenye macho ya rohoni, nasema Mungu amenionyesha na mauti hiyo naiondoa kwako kwa jina la Yesu. Kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, hebu sema naiondoa. Hebu sema naiondoa kwa jina la Yesu. Na ninataka kila mtu atakapoenda kuomba be serious. Hebu sema amen. Kwa sababu mauti na uzima vipo ndani mwako. Ninakwambia hili jambo halizuiliki. Utakuwa unashangaa ukisikia upande wa pili pamewaka, unatakiwa useme sio kwenye familia yangu. Unatakiwa pakiwaka upande wa pili mtaani kwako, pembeni yako, wewe unatakiwa useme sio nyumbani kwangu. Na ukikiri hayo maneno, ina maana mauti umeshaifunga na imeondoka, na iamuru iondoke kabisa kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mapepo wote walioagizwa ili wasisimamie, ninaagiza kwa jina la Yesu hawatachukua chochote wala nyota yangu kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Ngoja nikwambie, tunapokuwa tunaanza mwaka huwa tunakuwa tuna semina nyingi hapa kanisani. Sio hivyo? Tunaanza mwaka utasikia kuna semina tuko nazo. Tunaanza tunapiga. Tumetoka kupiga kwenye semina ya siku 40. Na shetani katika siku ambazo afanye kazi ndio hizo, anaamua anatulia. Anasubiria miezi ambayo miezi ambayo watu watakuwa wamepoa. Hivi unajua kuna muda watu wanapoa. Mwezi wa kwanza kwa sababu kuna matukio mengi, kuna ajali nyingi, na kuna mwingine anakuja ili avuke mwaka. Wapo mwingine anaokoka anasema naokoka kanisani ili nivuke mwaka. Mwingine anaokoka anasema naenda kanisani kwa sababu dunia imekuwa ni mbaya. Anaamua kuja kukesha, na shetani ana akili. Anaamua anakaa mbali kwanza. Anasubiria ule wakati ambapo utakuwa umepoa. Na ndio maana jaribu kuimagine misiba mingi inatokea miezi kama hii. Itaanza sio muda. Itakuwa mingi sana. Mpaka unashangaa kwa nini? Unashangaa huyu. Mpaka unajiuliza, hii kwa nini inatokea? Hapana, hii inakuwa imeshaambiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu wanaokaa kwenye vikao wanaamua bwana leo huyu apige kwa pigo. Amevuna, amepata, asifike mbali. Ngoja niwaambie wanangu, hebu sema amen. Kwa mtu yoyote ambaye umelima ukapata, jiandae kwa ajili ya vita. Sisi tumeelewana? Nikwambie, angalia, just imagine watu wote ambao wamelima na wakakosa hawaumwi. Sisi tumeelewana? Yaani ambao sisi umekosa, wengine hujaumwa. Lima uone ukose. Jamani, ukikosa unaumwa. Jamani, tuongee na ukweli, ukikosa unaumwa. Huwezi kuumwa. Unaona mama yao anaporuka mimi. Mbona unajiuliza kidogo ameruka kushoto, unajiuliza haleluya. Ila waliopata ni mbombo ngafu yani. Na ndio maana mimi nataka kuna muda mtu unafikia kiwango cha kukua. Unajijua wewe ni mwana wa Mungu na mimi ni mwana wa Mungu, na roho yangu inatakiwa ipate chakula. Chakula gani? Chakula cha kiroho. Unapokuja kwenye ibada ni sawasawa na kulisha roho yako chakula. Unapokaa muda mrefu pasipokuja, roho yako inadhoofika na adui anapata nafasi. Ngoja nikwambie jambo moja. Hivi unajua wachawi hii mvua kwao sio kikwazo. Hivi unajua sio kikwazo. Na usiku wa leo anaamua kwenda kuanga bila hata sweta. Sisi tumeelewana? Sio yani bila hata sweta. Utashangaa anayechukua ngozi, anayechukua sura ya paka anavaa sura ya paka. Jamani, mwisho mchawi ana sweta. Mchawi anaamua bwana hapana. Twende leo lazima twende tukaloge. Na anaamua hizo kuchukua fisi, anaondoka kipindi cha mvua. Anaamua anachukua kitu fulani, anaamua anaondoka hata kama mawingu na hata kama pawaje. Na ahachi kuwaita wenzake. Baba anawaitaje wenzake? Msikiaje usiku? Hebu sema amen. Wewe unasikia tu mbwa mmoja anaanza wuu. Ameshamuita hapo bibi mmoja Sekiga wanasikia anaamka, anaamua anapanda fisi wake na yeye
Mwenye kukaa kwenye ufagio anaondoka, mwenye ungo anaondoka na mvua. Ila watu wa Mungu wanashangaa, kama mvua kadogo tu anasema Bwana mimina na shuka kubwa, na yani hebu funga na mlango, chukua washa na jiko, tukae ndani. Nikwambie wale majasiri ndio ambao wataushika ulimwengu. Wale majasiri ndio ambao wanaweza kumwambia shetani ondoka hapo, nenda pale. Ninakupa hiyo nguvu mwanangu, utakachokiomba leo kikawe kwa jina la Yesu. Nasema nakupa nguvu mwanangu, utakachokiomba leo kikawe kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na nataka imani yako ifike kiwango cha kukua kwamba leo utakachokiomba kitakuwa. Na ninatamani sana kila mtu aseme Bwana mimi moyoni mwangu leo ugonjwa ambao umenisumbua kwa muda mrefu leo utaondoka kwa jina la Yesu. Hebu sema na uondoa. Hebu sema na uondoa kwa damu ya Yesu. Naomba tuangalie Imakapana. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu kimoja cha Samueli wa pili sura ya 22. Samueli wa pili, na Samueli wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 32. Sura ya 15 na mstari wa 32. Biblia inasema, ndipo Samueli akasema, nileteeni hapa Agagi mfalme wa Amaleki. Basi Agagi akamwendea naye Agagi akasema, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Lakini Samueli akamjibu, kama upanga wako ulivyowafanya wanawake kufiwa na watoto wao, hivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samueli akamkata Agagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Na baada ya hayo Samueli akamwendea. Biblia inasema baada ya hayo Samueli akaenda zake kule Rama, naye Sauli akakwea kwenda nyumbani kwake huko Gibea ya Sauli majeshi. Tunaanza kuona hii ni story ambayo Mungu aliamua kwanza amuite mtu mmoja, amuite na amfanye kuwa mfalme, ambaye ufalme wake yeye ni kwa ajili ya kuangamiza. Hebu sema amen. Mungu akasema Bwana namuita mtu mmoja anaitwa Sauli. Nianzie mbali. Sauli alikuwa anachunga punda. Ikafika stage akapoteza punda wake. Alipopoteza punda, wakati anatafuta akasema Bwana niende kwa watu wawili wanatafuta punda. Baadaye akasema twende kwa nabii fulani. Yule nabii ni muonaji, ili atuambie habari za punda. Hebu sema amen. Yaani mtu anaamua anapoteza punda, anasema jamani ni punda, ila anaamua Bwana niende kanisani au niende kwa nabii, na nikienda kwa nabii muonaji aniambie kwa habari ya punda. Punda wangu wako wapi? Punda wamepotea. Walipofika wamefunga safari kufika pale, Samueli anamwambia sasa wewe umetiwa mafuta na Bwana. Sisi tunaelewa. Ndio maana kanisani iko hivi. Kuna mtu unaweza kuja kanisani ukawaza Mungu naomba uniponye kitu fulani, ila Mungu anaweza kuwa alitumia lile tatizo ili akufikishe mahali kwenye hatima yako. Sisi tumeelewana. Usiwaze kwamba nimekuja tu kanisani kwa ajili ya kuja kukaa. Nimekuja kanisani nimekutana na baba mmoja anaitwa Pastor Francis. Nimekutana na baba mmoja, nimekuja tu kusikiliza maneno yake. Nikwambie kuna maelekezo tofauti na hayo. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Akaenda kutafuta punda. Alipofika kwenda kutafuta punda, akamiminia mafuta ya kuwa mfalme. Lakini ni Mungu anaamua kulipa kisasi. Ni Mungu anaamua kulipa kisasi kwa kabila mojawapo linaitwa kabila la Waamaleki, ambao kabila ya Waamaleki hawa waliwazuia watu wa Mungu ili wasiende kwenye hatima, wakawapiga na wakaua. Biblia inazungumza. Hebu sema amen. Anayeua kwa upanga atauawa na yeye kwa upanga. Ina maana anachokipanda mtu ndicho anachoweza kuja kukivuna. Tunaanza kuona, angalia, huyu mfalme akaambia Bwana umepewa kazi kwa ajili ya kulipa kisasi kwenye ukoo ambao ulishawahi kufanya madhara kwa ajili ya watu wa Mungu. Ina maana hii ni roho ya mauti inatembea kwenye kabila la Waamaleki. Yaani wanauawa bila hata hatia, kwa sababu hata mtu aliyeuawa Agagi ni mfalme ambaye hakuwepo kipindi ambacho wana wa Israeli kina Musa wanazuiwa.
wanaamua kuuawa kwa sababu ya baba. Ndio maana unashangaa kwenye baadhi ya familia, kuna baadhi ya mafanikio unapofikia kuyapata tu, kuna mtu unakufa. Unaweza kuwa hujawahi kuona. Jaribu kwenye familia, unaangalia kwetu sisi hakuna aliyesoma akafika labda chuo, na unawaza chuo si jambo la kawaida, chuo tulikosa hela. Jaribu kumsomesha mwanao, jaribu kumwombea msomeshe mpaka afike chuo. Anapojaribu kufika chuo ndio utajua ukoo wenu huo unaamuaje. Kuna baadhi ya koo mtoto anapofika chuo lazima afariki. Mtoto anapooa lazima afariki. Ina maana ni roho ya mauti inatembea ndani ya familia. Ndio maana unashangaa na mwingine, tupe historia. Baba yangu alifariki mwaka gani? Baba yangu alifariki tu alipofikisha miaka kadhaa 40. Baba yako mdogo naye alifariki. Nani naye alifariki. Ina maana kwenye ukoo unaweza kukaa kuna roho ya mauti inatafuna watu kila mwaka kwa sababu ya damu yenu ina agano fulani. Hebu sema agano lolote na lifuta leo. Hebu sema nafuta leo. Hebu sema nafuta leo. Ndio maana unashangaa unaweza kukaa kwanza sisi hatuna agano. Pia unaweza kushangaa maisha unayoishi ni agano tosha bila hata kujua. Ni roho inatembea. Ukifika, ndio maana kuna familia kila mwaka lazima izike mtu. Kila mwaka. Yaani kila mwaka hapo ni msiba, kila mwaka. Ina maana kuna roho ambazo zimeachiwa, zinatembea, zinatafuna leo, zinashusha chini. Zinatafuna leo, zinashusha chini. Kuna mtu mwingine anajiuliza, kama mbona tangu umeanza kuhubiri, unahubiri kwa habari za uchawi? Nikwambie hivyo hivyo, msema amen. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao uchawi haupepeki. Sisi tumeelewana? Tunaishi kwenye ulimwengu ambao uchawi haufanyi nini? Haupepeki. Kuna mtu leo umekula hotelini, Steve namba moja, anasema mtaja ndo bachelor namba moja kanisani. Steve leo amekula hotelini. Si ndio jamani? Amekula hotelini. Tena kwa jeuri amekula chakula cha mchana amekula sehemu nyingine na cha asubuhi amekula sehemu nyingine. Sio dhambi, ila tujiulize, hivi hoteli anazoenda kula zote ni zinanena kwa lugha? Baba Mungu, baada ya Yesu na kibariki chakula, stigma kila kitu ayani arudi tena. Ina maana kimelogwa. Sio hivyo? Mungu ni ukweli. Kimelogwa, mpishi kaloga chakula. Haya, tuachane na hapo. Steve labda tuseme amenunua nguo kwenye duka la nguo. Muuza duka jamani ni mtakatifu. Ni mchawi vile vile na yeye. Mimi nikwambie yoyote asiyekuwa na Yesu ni msukula anayetembea. Unaanza kuniulia sasa. Jamani yoyote asiyetembea, anayetembea hana Yesu ni msukule anayefanya nini? Anayetembea. Kwa sababu shetani akikuhitaji anakuchukua dakika hiyo moja. Leo unamhitaji mtu fulani, leteni. Na unaenda leo unamhitaji dada fulani, leteni. Dada mmoja aliingia kwenye mahusiano. Hivi tunafundisha kanisani. Hivi tunafundisha jamani, binti make sure hauna mahusiano ya nje. Binti make sure akapata kaka mmoja mwanajeshi. Anapata kaka mmoja mwanajeshi akachukiana naye. Wakaingia kwenye mahusiano. Anasema na akikusimulia story anamwambia baba nilala naye bahati mbaya. Hebu cha bahati mbaya, hebu sema amen. Hebu sema amen. Kwa nini nasema hivyo hakuna bahati mbaya? Kuna mwingine na hakuna cha bahati mbaya. Naomba wamama msinikasidikie. Hebu sema amen. Amen. Amosi tumchukulia pastor wetu Amosi. Tuachane na pastor, mwalimu wetu hapa. Mwalimu tukimkuta amedondoka dhambini na isiwe sababu. Akasema nimedondoka dhambini baba na tubu. Akaja kutubu hapa kanisani. Jamani baba, nilitoka ibadani nikaenda kumnyoa mtu kumsonzola. Nikaenda kumsonzola baba. Nikadondoka baba yangu. Moyo wangu naomba baba. Alafu akaja na binti yangu mmoja. Naye akaja kutubu. Baba. Mimi baba yangu. Na mimi ni hivyo. Ni watu wawili.
Kila ninachotaka kusema, mwanamke ukiona ametoka nje ya ndoa, kadhamiria. Sio tunaelewana? Naomba nikwambie ukweli. Hili la ukweli nakwambia. Ndio maana watu wako hivi. Mwanaume na mwanamke wanaishi kwenye ndoa moja. Mwanamke akifumaniwa, ajiandae kama panga na kuuawa. Uongo kweli? Jamii ndio ilivyo, si hivyo? Inachukua panga moja kwa moja, haina mjadala. Ila mwanaume ukamfumania mwanamke, mwanamke ukamfumania mmeo, jambo la kwanza unamsamehe. Naonaga wengi sio hivyo jamani? Naomba kukusamehe. Unajua ni kwa nini? Mwanaume sitoi opportunity sasa ya kudondoka, msema amen. Kwa sababu sasa lingine ndio watu baba alisema kudondoka. Sitoi opportunity ya kudondoka. Biblia inasema hivi, angalia, alisema mwanamke unapomtazama mwanaume kwa kumtamani, umeshakwisha zini naye katika moyo wake. Hapana. Inatoa definition kwa mwanaume kwamba tamaa ya mwanaume ipo kwenye macho. Amen. Mwanaume akikuangalia tu hivi, amesha kompi yote, ameshawaza, ameshatoa definition zote ameziweka kichwani. Na ndio maana kati ya mwanaume na mwanamke wakati wanaoana, ukiona wamesimama mbele, mwanaume ujue anawaza tendo la ndoa, mwanamke anawaza ndoa. Sisi tumeelewana, ila hawazi tendo la ndoa. Sasa huyu binti anasema baba nilidondoka. Hii haitupi maximum ya binti kudondoka. Binti kudondoka, jambo la kwanza umekusudia. Sisi tumeelewana, umekusudia kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo kukubali kushikwa, kukubali kupelekwa mahali, hivi vitu unakuwa umekusudia kabisa, vipo yani tayari. Sasa akatoa yule binti akasema bwana baba nimedondoka. Kudondoka kule, yule mwanajeshi akampa mimba. Amempa mimba yule binti. Baadaye anakuja anamwambia nina mimba. Yule baba anamwambia sasa kinachotakiwa tumtoe mtoto kafara ili mimi nipande cheo. Yule dada akasema hii mimba naamua naitoa mwenyewe. Yule binti amesala na yeye kwa sababu anawaza jamii itanionaje. Na mimi naitoa. Yule baba akamwambia mimba hiyo uruhusiwi kuitoa mpaka aje aitoe mganga. Sisi tumeelewana. Yaani hii ipotee tu tumboni. Pia haipo. Na sio kwamba ipotee tu kuna madawa anawekewa mimba ipotee. Yule dada akasema hapana. Sitoi mimba. Akakimbia akaamua aje kanisani. Kuja kanisani ndio tukaanza kumuombea mtoto akazaliwa. Mtoto amezaliwa lakini yule baba anasema huyo mtoto lazima tumchukue. Akafika miaka kadhaa. Yule mtoto akafariki kwa kuishiwa maji. Akafariki mtoto. Mtoto amefariki baada ya muda mtoto anamtokea mama ndotoni. Anamwambia mama, baba amenichukua. Na baba yule amepanda cheo serikalini. Amepanda cheo na ana cheo kikubwa tu serikalini. Ni mwanajeshi anaendelea na kazi, lakini amepanda cheo kwa damu ya mwanae. Na yule mtoto anatokea anampa maelekezo mama, anamwambia mama, mtoto yeyote utakayezaa lazima na yeye afe. Mtoto anasema bwana mtoto wakabili siku zinapokuwa zinaenda na mtoto yule anakuwa vile vile. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanapoteza mtoto alikuwa ananyonyesha ila anaota ananyonyesha, mtoto hajafa amechukuliwa mahali, ikifika usiku unachukuliwa wewe ukamnyonyeshe mtoto. Sisi tumeelewana? Hebu sema amen. Yule mtoto anasema tumbo huyo mama kila akishika mimba inadondoka kwa sababu ya yule baba ambaye ndani yake ana roho ya mauti. Kila akipata mtoto anapotea. Akaenda kanisani na ufufuo na uzima liko Makambako. Mchungaji akamwambia leta picha tuombee. Wakaomba haikufanikiwa. Kwenda kufanikiwa akaja tena akasema sasa ninafanyaje? Inabidi natamani nipo saizi kwenye ndoa. Inabidi nipate mtoto. Akasema inabidi nipate mtoto, inabidi sasa tumwambie omba maombi ya kumkana kwanza yule mtoto ili asikutokee tena. Sisi tumeelewana? Ikabidi aanze kuomba. Ni jambo gumu. Akasema anaanza kuomba kusema kwamba sikutambui. Anasema na jina tayari analijua. Anasema nafuta na jina sikutambui. Najitenga na uzao wa huyo baba.
baada ya muda anapata mtoto. Kuna familia zimebeba roho za mauti. Kila mwaka lazima mtu adondoke chini. Na kila mwaka lazima mtu yeyote anakaribia kufanikiwa apoteze chochote. Hebu sema amen. Hebu sema chochote kile nilichoandaliwa nikipoteze kuanzia leo hii. Hebu sema kuanzia leo hii sikipotezi kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Bwana huyu akaja kuuawa Agagi kwa sababu ya roho inayotembea ya mababu hata mababu. Ina maana kuna mauti inaweza kuwa inatembea kwenye familia ya mababu waliopo nyuma, au inatembea kwenye familia kwa sababu ni agano lililowekwa. Na ndio maana chunga sana kwenye familia kukiwa kuna tajiri mmoja. Hebu sema amen. Kukiwa kuna tajiri mmoja, kwa sababu huyo ndio anakuwa anaelewa sosi hasa ya mafanikio ni nini. Mimi nakumbuka tulishawahi kuwa na mbunge mmoja, mbunge wa kwenye ukoo wetu. Ile mbunge tumepuka neema ya kuokoka, tuko wadogo. Kila tunapoomba, tukiomba anakuja kututembelea. Amen. Tukiomba tu anakuja kututembelea na analeta zawadi. Kila mkiomba ya mara hamwezi wewe ni wadogo. Ila kila mnapochukua jukumu la kuomba mnaona anakuja. Akija anakuja kuwasalimia, mnaendeleaje? Habari zenu? Mambo yenu yanaendaje? Ila kumbe yeye anaelewa kwamba kwenye mafanikio haya ili nishinde hiki kitu inabidi kwenye familia ya mdogo wangu fulani, mtoto fulani afe. Sisi tumeelewana. Ina maana huyu mtu anaelewa kitu gani kinachokuwa kinaendelea. Ndio maana unaweza kuwa unatembea hapa, ila kilichopangwa rohoni unakijua au haukijui, na issue sio kukijua, kitatokea vile vile. Na ndio maana hapo unapoomba unasema matukio yote, roho zote za mauti zilizoagizwa na zikusanya na kuzitupa mbali kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Naomba fungua pamoja na mimi Samuel, kitabu cha Samueli wa pili sura ya 22. Samueli wa pili sura ya 22. Na mstari Samueli wa pili sura ya 22 na mstari wa 5. Biblia inasema, maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu, na kamba za kuzimu zilinizunguka. Mitego ya mauti ilinikabili katika shida yangu. Nalimuita Bwana, nao nikamlalamikia Mungu wangu, naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka, na misingi ya mbinguni ikasukasuka. Majeshi. Tunaanza kwa kuona huyu anasema kamba za kuzimu. Hebu sema kamba za kuzimu zilimzunguka. Alafu anasema na kuna hofu kutoka kuzimu ilimvaa, na ilipomvaa anasema mafuriko ya uovu yakanitia hofu, na kamba za kuzimu zilinizunguka, na mitego ya mauti na yenyewe ilikuwa pamoja naye ikimwinda. Ni mtu anatembea haoni kuzimu, ila anasema kamba za kuzimu zilinizunguka, hofu ikaniingia. Na ndio maana silaha kubwa anayoitumia shetani ni hofu. Sisi tumeelewana? Hofu. Ukifanikiwa kuwa na hofu basi inaisha. Nikwambie vitu vya kuhatarisha vipo. Amen. Ila ile tu ule ujasiri kwamba lile litakalokuwa lazima nilifanye, nitafanikiwa. Ile tu kusema Bwana, hata kama iwaje, hata kama pawe na wachawi wangapi wananipinga, ila mimi nimekusudia. Nikwambie unafanikiwa. Usitishwe na kelele za watu, usitishwe na mganga fulani yoyote, usitishwe na mshirikina yoyote, ili mradi unaye Mungu. Hata mtu akisema aende Kigoma ni sawasawa na kujisumbua. Wewe hauna mpango wa kwenda Dodoma wala Kigoma. Mungu yeye naye anatosha kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Yeye naye anatosha. Huyu anasema kamba za kuzimu zikanizunguka. Mitego ni nini? Kukosokoso na ajali. Kuna baadhi ya watu wengi wanashangaa una matukio yataanza kutokea sio muda. Kukosa na ajali. Kama unisikiza kwa makini, kukosa na ajali, utashangaa mambo mengi utakuwa unafanya pasipokuwa na uangalifu.
unashangaa mara gari limekukosa. Mara unashangaa eza unatumia tu usafiri wa kawaida, unashangaa tukio unasema hata hapo Mungu ameniepusha. Ina maana yale usiyachukulia kawaida, kuzimu inaweza ikaandaa kabisa tukio. Na mtu mmoja amefunga fremu yake vizuri senta. Amemaliza kupika, akachukua mkaa akaweka ndani, mkaa wakati ule usiku akapita na kaka mmoja anauza mkaa. Akamwambia leta huo mkaa. Akachukua mkaa akauweka ndani. Amemaliza amefunga biashara saa 5 saa 6 hivi. Akaondoka. Kwenye kuondoka kumbe kwenye ule mkaa ndani ya chumba kwenye frame moja hapo level center. Ule mkaa ukaanza kuwaka moto. Umewaka moto, meza zikaanza kuungua. Yeye amelala nyumbani. Kufika saa 7, saa 8, saa 2 anakuja saa 1 hivi watu wanamwambia kuna moshi. Anaenda anashangaa ndani viti vimepauka, meza zimeanza kuungua, mkaa umeisha. Wewe unaweza kukaa kusema bwana hapana, hili ni tukio la kawaida, ni uzembe wake. Hapana. Kuna ajali zingine ni kuzimu kabisa imeandaa. Kuna magonjwa mengine ni kuzimu kabisa imeandaa. Ndio maana usikurupuke, hebu sema amen. Ndio maana Mungu anakupa mtu anaitwa kiongozi wa kiroho. Na sio kwamba yeye ana dhumuni la kukuomba hela. Dhumuni lake pale unapokuwa umepata changamoto, mshirikishe. Kuna wengine kuzimu inaamua inatengeneza tukio ikupeleke hospitali ili ikuangamizie kule. Kuna mtoto mmoja akawa anaumwa. Wakati anaumwa akawa anataka kwenda kukimbia kanisani. Sasa ni mwalimu huyu. Wakati sisi mwalimu alishika na upepo gani? Hebu tumpige makofi. Maana sio kawaida yake. Amebeba mgonjwa, anasema wanataka kwenda Mbika. Wakawaza tumpeleke kwanza akaombewe. Akamwambia mpelekeni, wakampeleka kwa mama mmoja ndio mama kubwa, mama yake na Jeremia. Ufika kwa mama yake na Jeremia, mama Jeremia akamuombea. Eti yule mtoto akapona. Baadaye kumbe ilikuwa imeandaliwa wamtoe eneo la Kukera, wamkimbize asipate msaada hapa ili wamuulie akiwa njiani. Ni kuzimu inaamua. Na ndio maana mtu ambaye hujui kuomba, make sure unajua kuomba kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Kwa sababu kuna muda utamhitaji Steve mwenzio kule yuko anaruka na studio na simu yake lazima. Hebu sema amen. Kuna muda unasema namtafuta Yohana yuko anasuruzula na simu ameweka mfukoni haisikiki. Inaitwa siku ya uovu. Siku ya uovu ambao utakuwa peke yako, hakuna mtu yoyote. Mimi nataka siku ya uovu wewe uwe na silaha za Bwana, na kila aliye anayekuja katika siku ya uovu apige kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu sema apige kwa jina la Yesu. Hebu sema apige kwa jina la Yesu. Unakuta unashangaa tukio limetokea ili hapa hakuna msaada. Tukio linatokea, piga simu haipokelewi. Usianze na kulaumu, utakufuru. Baba, hivi baba simu yako unaweka wapi usiku? Mwingine juzi ni kama usiku hivi saa 9 hivi. Nimelala kama saa 7. Saa 9 na shangaa mtu anapiga simu. Nikaanza saa 9. Na alikuwa na bahati njema yule mama. Simu yangu nimetoka kulala saa 7. Kumbuka muda huu wote niko na pilika. Sio umeelewana? Pilika. Saa 8 hivi yule mtu anapiga simu. Alafu ndio naamka. Sisi nilikuwa nafanya nini? Yes, nilisahau kuzima taa. Naenda kuzima taa usiku ndio nakuta simu yake inaita. Nikaipokea. Kabla ya kuanza kuongea naye akaanza kumshukuru Mungu pale. Asante Yesu, nimepatikana kabisa. Baba, Mungu akubariki, huna laki. Baba. Haleluya. Ndio baba na mgonjwa hapa baba. Hebu baba muombe sasa. Baba anaomba sana. Baba tunakufuata na pikipiki hata huu usiku baba tuambie. Tuje. Nikamwambia sawa. Mleteni, wakamleta kumuombea akapona akarudi nyumbani. Nikamwambia huyo ana bahati yake. Haikuwa siku yake ya uovu. Sisi tumeelewana. Na usikalili sasa.
kwamba saa 9 atakuwa anaenda kuzima taa. Hapa saa 9 akwepe. Hapa saa 7 akwepe. Kuna siku ya uovu unakutana nayo wewe peke yako. Na hiyo mechi unajua uicheze kati yako wewe na shetani. Inabidi kujaribu. Na akikujaribu kuna baadhi ya watu kusema amen. Kama niongea watu hapa. Kuna mtu usiku unalala. Unashangaa usiku usingizi umepaa. Unaamka kunywa maji. Unatembea. Unawaza usingizi haupo. Unaamua uchukue simu. Unabonyeza. Unafungulia ile cherehani mara moja. Unazima. Unakaa. Unajiuliza, mbona usingizi hauji? Unaenda kujilaza. Unalala hivi, unasema navuta usingizi. Nikwambie unafanya makosa. Kuna jambo linakuwa linaendelea kwenye ulimwengu wa rohoni. Na Mungu anakuwa ameona hili ni hatari ukiendelea kulala. Na aidha kuna watu nje au wamekuijia. Na Mungu ameona hakuna njia nyingine kwa sababu ndoto tayari. Aidha malango ya ndoto. Kuna wengine yameshavamiwa. Anaamua anaondoa hali ya usingizi. Si umeelewana? Akishaondoa hali ya usingizi ndo unaamka. Ukiamka unasema leo sijisikii usingizi. Nikwambia ule ndo muda ambao unatakiwa ushindane nao. Si tumeelewana? Ule ndo muda ambao unataka sasa uanze shakapa na makapa. Unapiga. Unapopiga kuna kitu unaepushwa nacho. Ila watu wa Mungu wakiamka wanasema furahini katika Bwana. Ni muda wa kuchapa huu. Muda safi kabisa. Sio hivyo. Hebu sema amen. Mwambie wenzio sio hivyo. Mshike mkono mwambie sio hivyo. Ukiona yuko amkaomba. Omba. Isa. Ukitaka kujua wale ndio wao wanakuolewa. Hebu sema amen. Ulio wala ukiamka hivyo muangalie na mwenza wako. Unaelewana? Unaweza hapo amisi ukiamka usiku usikizi haupo. Angalia uliolala nao pale wakina Anita wako vizuri. Unaangalia Anita. Ndio unaweza kukuta Mungu amekuamsha ili uokoe Anita. Mungu amekuamsha ili uokoe familia. Mungu amekuamsha ili uachilie moto kwa wale wadogo zako kule. Mungu amekuamsha ili usimame kama kuhani kwenye familia. Unaangalia unamwona mtoto anatafuta usiku. Yeye unakuta kumbe ndo wazee wanamlisha. Unasikiliza vizuri. Unashangaa mwingine leo yaani anaongea ndotoni. Siku moja niliamka usiku na tulikuwa shuleni. Tuliamka usiku wenzetu. Tunaamka usiku anapuliza. Anapuliza basi msao. Yaani yeye akilala usiku hawezagi kulala hivi. Usingizi ukichanganya unakuta anapuliza usiku. Kuna kama simsao kwa shamba. Ni kupuliza. Kwa usiku ukiangalia puliza yake unaelewa kuna vita au hamna vita. Utaangalia utamkuta mtu anaweweseka. Ni mama wa familia umeamka usiku, tembea kwenye vyumba vya wanao. Na nikwambie ukipata wakati wa kuamka wewe usiku, hata ukitembelea vyumba vyote unakuta wamelala fofofo, hawawezi kuamka na hawawezi kuhisi vibaya. Kwa sababu Mungu anakuwa amekusudia, amesema Loda amka, angalia mtoto. Loda amka, fanya hiki. Nilipoambia nani na kuombea baya lolote linapokaribia kutoka kwenye familia yako, Mungu akuamshe kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akuamshe kwa jina la Yesu. Nasema tena Mungu akuamshe kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Inatokea hata kipindi cha mfalme Suleiman, mtoto mmoja anakufa ikiwa mama amelala. Shetani yuko hivyo. Naomba nizungumze. Kuna muda huu usingizi usiupe kipaumbele. Ndio muda ambao hizo shetani anaamua kufanya mauti. Kuna mtu unalala unapoteza mtoto kipindi unalala. Nenda hospitalini utakuta wengi. Mama ulikuwa wapi? Nilikuwa nimesinzia. Wanakwambia na akili zinakutosha. Lakini ndio wengi. Suleimani akiwa mfalme, mama mmoja ana mtoto, mwingine ana mtoto. Mwingine mama
Yaani anapenda kulala usingizi mpaka akamkalia mwanae akamuua. Mwanangu, ukiwa unataka kuoa hapa kanisani, angalia kwenye mkesha. Yule binti nitaoa mtoto. Wala nyuza, yaani maombi tu tunaongoza. Yaani maombi tunaongoza, unasema binti yaani shida nini? Hapo ndo tunaenda. Atalalia mtoto auwe. Majeshi. Wao unaangalia na kwenye mkesho, unaangalia anasinzia au asinzii. Huyo mama akalalia mwanae. Mwanae amefariki. Nikasema bwana, nikaamrisha, nikasema chukua mtoto huyo aliyefariki, wenda kwa huyu, badilisha, njoo huko. Nikakaa na mtoto mzuri. Ile mama anaamka asubuhi anasema bwana, sasa inakuaje? Mwanangu amefariki, sio mwanangu ni huyo. Ila ishi ni usingizi. Na shetani ataamua bwana, Mungu anasema bwana, kinachotakiwa hapa ili nimlete mwanamke ili atoke kwenye ubavu wa mtu anaitwa Adamu, lazima nilaze usingizi. Ndio maana kuna baadhi ya usingizi la kichapo. Ile eti mtu usijisibie. Eti mimi nikilala sisikaki chochote. Uongo. Nasema tena uongo. Hakuna mtu ambaye asikia labda hayumo. Kwani ukiamka asubuhi, mimi nikiamka saa 12, ile saa 12 papa nimeamka. Na kwa najijua nimeamka, ila sitaki kufungua macho. Jamani, uongo kweli? Hata wewe ukifungua tu asubuhi tu, sasa saa 12 unafunga macho kabisa, unasubiria kama upo macho. Ila wakiongea unasikia eti mtu mimi na usingizi wa fofofo. Na kama unao, jiandae. Ndio ile nyumba inawaka moto, hakuna unachokiambulia. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mitego ya mauti yoyote itakayoandaliwa wakati ninajua au sijui, ninaamuru mitego yoyote iniachie kwa jina la Yesu. Hebu sema navunja. Hebu sema navunja mitego yote kutoka kuzimu. Sasa huyu anasema hii mitego inatoka kuzimu. Na inapotoka kuzimu inakuja kwa ajili ya kushambulia, kwa ajili ya kuangamiza. Kila mtaa unaoona kuzimu ipo. Sisi tunaelewana? Hakuna mtaa ambao hauna kuzimu. Mwingine usianze ngoja baba mimi pale ninapokaa pale kuzaji sawa na migodini. Hamna madhabahu. Ipo madhabahu ya buzaji. Amen. Ipo madhabahu. Kuna baadhi ya watu usiku unaweza kushangaa wanaondoka. Unakuta kwa mfano hii uloa inakuwa na target yake. Ili mtu apandishwe aende juu, kuna baadhi ya vitu lazima tufanye. Au jiungamanishe na baadhi ya madhabahu ambazo ziko hapo. Hebu sema amen. Unakuta kama huu mtaa tunaoishi, kuna madhabahu ambayo yuko inamilikiwa na mtu. Na huyo mtu anaishikilia na madhabahu, anaiongoza. Na anaamua bwana, kwenye mtaa huu inabidi hii madhabahu mwaka huu itoe idondoshe watu kadhaa. Ndio maana hata hivi vitu mnavyoviona eti ukikoma Mabeza anajua mitaa yake. Ukimwambia Mabeza uko mtaa gani, ana mitaa yote. Anamwambia hii barabara unayoiona hiyo ya kwa mama nani? Wanasema wanaitwaje hao? Wewe unaona kimwili hivi. Hii inamchukua nani? Namba 3, namba 3. Yule ambaye anapata na vyombo vya msibani. Amen. Sikuja mjini tena ndio mnaitaka. Yeye anaenda vyombo vya msibani. Mkondoa unafanyia pale sipapo, si ndio? Kwa mfano mtokea mikutano ya wana CCM. Mwenyekiti wa chama cha kina Roda alifanywa kampeni pale, si ndio? Kuna mipaka kwamba huko mtaa wa Buzwaji anapofariki mtu wa Buzwaji wanazikwa na mtaa wa Buzwaji. Wa namba 3 ana namba 3, wa namba 5 namba 5. Na kuna watu wanaomiliki, hawa wanaweza kuwa hawamiliki kimwili, ila kuna wale wanaomiliki kiroho hiyo mitaa tena. Sisi tumeelewana? Yaani wao mtaa anaumiliki kaka fulani. Wewe
kumbe ni Amos, mkuu wa Tiro. Anamiliki mtaa huo, anasema mimi ndio ninamiliki huu mtaa na ninaamua nifanye nini na nini na nini, na anapokea oda kutoka chini, anadhihirisha. Mitego analeta, mauti analeta. Vitu vinatokea ila kumbe vinakuwa vimepangwa. Nataka tukaombe. Na tunapoenda kuomba nataka tunategua mitego yote. Hatuachi mtego hata mmoja. Na kila mtu utaomba utasema utajiombea wewe. Kila mtu anaanza siombee wote. Ujiombee wewe. Ndio maana nikakufunulia andiko nikamwambia Bwana, tauni haitakaribia hemani mwako. Kuna wimbo mmoja Steve anapenda kuimba. Unakuta tu wanaimba watu wanasema Steve wenye ukoma walikuwako. Hebu sema amen. Na kuna wale watu waliponywa 10. Mmoja akarudi, 9 hawakurudi, si ndivyo? Ila angalia aliyerudi, akaanza kusema na wale wengine sijui. Ila mimi Bwana nimekuja kwako. Ina maana huyu ni mchonganishi mbele za Bwana. Inabidi hivi umeelewa? Yaani anafika mbele za Mungu. Ni sawa sawa nikakupa hela Amos. Nikawapa hela Amos, nikampa Amos Jeremia, Steve nani. Nikamwambia mkafanya biashara. Alafu Amos akaja kurudi na hela. Akasema ulitupa hela. Mimi nimerudi. Na wale wengine sijui. Jamani wao sio mchonganishi. Ina maana Bwana anaanza kuanza. Hivyo wale wengine yani unamkumbusha Bwana. Wewe ndio mwema. Ndio maana Biblia inasema kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Sijui unaelewa? Kila mtu ana furushi lake mwenyewe. Hata kwenye wokovu, kila mtu ana furushi lake mwenyewe. Ngoja nikwambie. Ukaumba jino hapa. Ukavimba jino. Tukasema mpendwa mwenzetu. Tukawa tunakuombea na tukasema tunaumia sana na tunatamani sana ukae vizuri. Ni vizuri lakini kiuhalisia tunaambatana na wewe, lakini yale maumivu unayohisi hatuyahisi na sisi. Inabidi kila mtu sasa ndio unajua kumbe hii vita nilionayo ni kwa niaba yangu mimi na shetani. Inatakiwa apige ili mimi niwe na amani. Hebu sema kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninavaa silaha zote za Mungu katika ulimwengu wa roho. Nashindana na kila mauti. Hebu sema nashindana na kila mauti na kila magonjwa yote ya kichawi. Hebu sema yote ya kichawi. Hebu sema yote ya kichawi. Ninashindana nayo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Magonjwa yote na yaamuru yaniachie, yaachie watoto wangu, yaachie biashara yangu, yaachie masomo yangu kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Naomba sasa tunapenda kwenye kuomba. Kama unaishi wewe, kuna baadhi ya matukio haya ninayosema wakati naubiri hapa huwa yanakutokea. Omba sawa sawa na matukio vile vile yanavyokutokea. Ikiwa na maana ya kwamba unahisi wewe ajali kwako hazikosekani. Kuna baadhi ya watu ajali hazikosekani. Kidogo tu amekosa na ajali. Kidogo tu amekosa na ajali. Kidogo tu. Mna mwanangu mmoja ajali ya leo. Anaitwa Mode. Sio Mode yule mkubwa. Mode mdogo. Yule dada akibeki anadondoka mwenyewe. Akitembea anadondoka mwenyewe. Siku moja anadondoka sufuria. Yuko anadondoka. Anadondoka sufuria. Anabeki maji nene anadondoka. Kuna mtu mwingine ajali kwa haziishi. Hebu sema amen. Mwangalie mwenzie mwambie wewe ajali haziishi. Baba,